Manake siasa, unajua taifa hili ni wanasiasa kuanzia yule aliyezaliwa leo mpaka kule juu, wote kwa namna moja wanajua siasa na wanajua, na pia zimechangia labda derailing sisi kuachieve the Vision 2030. Mimi nimesema hapo awali kwanza kwamba political pillar ndio iko inapatiwa, inaangaziwa kabisa katika mambo yote yale tunafanya Kenya hii. Kila kitu inakuwa interpreted politically. Kila kitu ni political. Kama ni ajira ni political, development ni political, kila kitu ni political. So it is an integral part. Iko ndani kabisa katika mambo yote. Katika kule kufafanua na kuchambua haswa ni nini tunafanya, lazima tunaangalia politics ya Kenya. Na sisi tukiwa wanasiasa huwa tunaambia watu wetu, siasa si urafiki. Siasa haswa ni mpango ambao unagawa uchumi wa nchi na unakuza nchi maeneo mbalimbali ya nchi. Na unatakikana ushughulikie nchi yote, kila sehemu ya nchi inatakikana ishughulikiwe. Kwa hivyo katika mawazo ya kushughulikia kila sehemu ya Kenya hii, lazima tujue aswa nini itafanyika wapi na inagusia pila gani katika ule mpango mkakati wa Kenya. Kuna wale ambao Mheshimiwa Makali wanasisitiza kwamba kwa sasa hata si wakati bora wa kuzungumzia masuala ya ruwaza. Wanasema inastahili kuwa tukiangazia uchumi utaendelea kukua kwa namna gani, Wakenya ambao hawana ajira watapata kwa namna gani. Unakubaliana na hilo? Nafikiria vile tumesema, hata ingawa ni lazima tuwe na mipango, lakini pia timing ya wakati tunaanza hiyo mipango ni ya maana. Na kuna jambo umesema la maana sana, ya kwamba Wakenya wengi sasa hivi wanaona kama tu ni siasa Rais Ruto anacheza katika huu mpango. Kwa nini tunaona hivyo? Kwa sababu uchaguzi utakuwa mwaka ujao. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi mwenyewe ningeona hivi, ili tuweze kupata hii ruwaza ya 2060 kwa ile njia inayofaa. Sasa tuna miaka 4 kabla ya 2030 kuisha. Tungeacha mwaka ujao tupite siasa kwanza, tumalize mambo ya uchaguzi, na tukimaliza uchaguzi namna hii tu immediately tuanze kufikiria mambo ya ruwaza ya 2060, kwa sababu sasa tutakuwa tumemaliza mambo ya siasa nyuma. Ukiangalia political pillar ile ya 2030, ukiangalia zile bullets ile zilikuwa tumeandikwa pale, ilikuwa imesema kwanza Kenya will be a democratic country. Kwa hivyo tutakuwa tunaamini mambo ya demokrasia. Kenya itakuwa ni people centered decision making process, ya kwamba tutaleta mwananchi ndani ya kuamua nini tutafanya. Na kulikuwa na maneno ya itakuwa inclusive, ya kwamba kila Mkenya ana that pillar, kila Mkenya atakuwa anajisikia yuko ndani. Na kitu moja ambayo haijatokea vizuri na ningependa kuisema ni hivi, ukiangalia 2030 vision ilikuwa imesema hivi, ni lazima ili tuweze kufika mahali tulikuwa tumetarajia kufika, ni lazima tuwe na ile civil service. Ni lazima iwe na the highest level of efficiency civil service. How do you achieve mambo ya high level of efficiency namna gani? Kwanza ni lazima iwe recruitment is a matter of meritocracy, merit. Yani lazima uwe hiyo kazi umepewa mwenyewe umehitimu. Ile ingine ilikuwa ni lazima kutokuwa na ile inaitwa political patronage kwa kupata wale watafanya kazi. Kwa hiyo ndio wale wamepewa hiyo kazi waweze kusukuma sasa hii reforms, situpatie ruwaza ya 2030. Na ukiangalia vile tumefanya na mambo ya civil service yetu saa hii, utakuta ya kwamba civil service tumeingiza mambo ya political patronage. Ndio nasema nakubaliana na Mheshimiwa Mutunga ya kwamba hatuwezi tukaacha siasa nje ya hivi vitu kama tunataka kufikia. Kwa sababu nchi tumefika wakati kama siasa ndio inasukuma kila kitu. Na kama siasa ni mbaya, kila kitu kinakuwa ni mbaya. Kama siasa ni mzuri, kila kitu kinakuwa ni. Nimekubaliana na mzee. Ni lazima tulete. Ni lazima tuangalie siasa yetu. Tusije tukawa tunaunda mipango mizuri kama hii, na kwa sababu ya siasa inakuwa iweze kafika mbali. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, ile tunataka saa hii tungekubaliana mwaka huu mpaka mwaka ujao August 10th, hii timu ya Nyong'o waweze kukaa one document, yani watuwekee katika maandishi mazuri ni nini ilifanya Vision 2030 tusifikie. Ndio kila Mkenya akikana mnene anajua ile sababu hatu kufikia Vision 2030 ni 1, 2, 3, hata kama zinaenda mpaka 100. Na sasa tukimaliza siasa ya August 2010th,
Sasa tukitumia hii lessons learned, sasa hiyo miaka mingine mawili sasa tuunde timu ingine itutengenezee, sasa tuanze kufikiria mambo ya Vision 2060 na tuhakikishe ya kwamba kila mtu, kila Mkenya, kwa sababu sasa ukiangalia kama hii, uwezi ukaongea vision ya Kenya bila kuleta wanabiashara ndani yake, uwezi ukaacha industrial out of it. Tuhakikisha kwamba tumepanga mpango hii rais anaita national conversation. Ni lazima iwe ni conversation ya kila mtu akiwa ndani, na tukubaliane sisi kama Wakenya, hii ndio barabara tutafuata, na hata siasa ikibadilika, kila mwanasiasa akiingia anaweza kuchukulia atafuata hiyo barabara tukisonga.